kwamba kanisa ndilo lenye hatima ya mwisho katika jamii ya watu. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa neema yako ya kipekee uliyotupa katika asubuhi ya leo. Asante kwa sababu umekuwa katikati yetu sasa na ahadi yako. Baba, ninatambua tumekaribia kwa ajili ya kusudi lako, kwa ajili ya jina lako, tukitazamia uwepo wako, kwa kuwa tunaamini uwepo wako. Sasa na neno lako ya kwamba kila amwendee Mungu lazima aamini kwamba yupo, na kwamba huwapa thawabu wale wamwombao na wale wamwendeao. Hivyo Mungu, tukiwa tumekaribia, tunaamini uwepo wako, tunaamini mamlaka na utawala wako mkamilifu katikati yetu kwa jina la Yesu. Hivyo Mungu, tunaomba uwepo wako na udhihirifu tangu sahihi tunapoanza ibada hii. Bwana, tupe kuanza katika utukufu wako, tupe kuanza katika uongozi wako, katika mamlaka na utawala wako kwa jina la Yesu. Roho wako ambaye umemwandaa kutukamilisha katika asubuhi ya leo, na atende kazi katika ukamilifu na katika utimilifu sawa sana kusudi lako, Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatambua Bwana, hatujaja kwa sababu ni wakamilifu, tuna sifa mno ya kuketi mbele zako, lakini Bwana Yesu, ninatambua thamani ya damu yako, ya kwamba ndio ututakasa, utuosha, utusafisha, utusogeza karibu nawe uliye mtakatifu, kwa kuwa ndani yake tunatakaswa, tunaoshwa, tunasafishwa. Hivyo kwa njia ya utakaso tunakukaribia wewe uliye mtakatifu. Hivyo huachilia mamlaka yako na uwezo wako wa kiungu katikati yetu na kutenda kazi. Ndivyo tunapokea uwezo wa kufanya tuwezalo lolote, tutakalo lolote, kuomba lolote tutakalo, kwa kuwa Bwana ukamilifu wa uungu wako unakaa ndani yetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama ilivyoandikwa, mimi ndani yako nawe ndani yangu. Hivyo Kristo Yesu, katika ukamilifu wa utimilifu wa ushirika huu, tunaomba uwepo wako na utendaji kazi katika yale yote uliyoyakusudia kwa jina la Yesu. Adui ujiingizaye kwa siri, ujipenyezaye ama kwa ukaribu ama kwa mbali, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, isiyo na kizuizi, isiyo na kiambaza, isiyo na kikwazo, ninaiachilia nguvu kuelekea anga, nguvu kuelekea ardhini, vilindi vya chini, nguvu kuelekea mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, nguvu ikishambulia kila nguvu ya adui pinganishi katikati yetu, kila nguvu ya adui kiambaza, kila nguvu ya adui shindani kinyume cha mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu. Shetani na wajumbe wako wote, wakala na silaha zako zote za vita dhidi yetu, ninaharibu, ninayeyusha na kuangamiza, na achilia mlipuko mkubwa wa moto uteketezao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nasi tunaitumia mamlaka tuliyonayo ya umiliki na utawala, na hata tutende kwa ukamilifu yale Bwana utakayo katika asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kuona una moyo wa ukunjufu, moyo ulio tayari kutenda kazi pamoja na Bwana Yesu. Haleluya. Naomba tukafungue kitabu cha Kutoka sura ya 23 na mstari ule wa mstari wa 20 tutaanzia hapo. Lakini kichwa cha somo ili la asubuhi ya leo, na unaweza kukipa kwamba kuwashughulikia au kuwakabili adui wa kanisa na adui wa huduma yako. Adui wa kanisa na adui wa huduma yako. Kama ulikuwa haujui, kanisa lina maadui, wewe una maadui. Maadui wapi? Maadui wa huduma yako. Tumeokolewa si tu kwamba tunajiandaa kwenda mbinguni tu peke yake, lakini tumeokolewa ili tufanye kazi ambayo Mungu alikusudia tuifanye.
Ndio maana Yesu anasema kama nilivyotumwa nami ninawatuma ninyi. Kwa hiyo sisi ni watumwa wa Kristo. Tumetumwa, yako majukumu ambayo Mungu anataka tuyafanye. Yako majukumu ambayo Mungu ametupa kuyatenda. Kwa hiyo sisi ni watumwa. Kwa hiyo ni watumishi. Lakini katika utumishi wetu una maadui ambao malengo yao na nia yao ni kutaka tusifanye kile ambacho Mungu anataka tukifanye. Hebu sema amen. Sasa hakuna kanisa bila wewe mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo wewe ndio unayetengeneza kanisa. Binafsi ni kanisa, na kwa ushirika wetu tunaitwa kanisa la Kristo. Kanisa ni watu wanaomwamini Yesu Kristo na walio tayari kuishi sawa sana mapenzi yake. Kwa hiyo mimi na wewe ndio kanisa. Lakini kunaweza kukawa na vita ya kanisa kama mtu mmoja mmoja, lakini kunaweza kukawa na vita kama kanisa kwa ujumla wetu. Kwa hiyo naomba ufahamu hivyo, na kila siku itwapo leo utambue hivyo, na ndivyo utafanya vita na utafanya maombi ya vita yatakayoleta mafanikio. Sema amen. Jamani, sema amen. Kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea. Jitunzeni mbele yake, msikie sauti yake, wala msimtie kasilani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wa kutesa. Hebu tuseme maneno haya kwa nguvu. Lakini ukisikiza sauti yake kweli kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wa kutesao. Basi tuendelee. Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mpelizi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Usisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitapeleka mavu mbele yako, watakao mfukuza Mhivi na Mkanani na Mhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa, na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako, nawe utawafukuza mbele yako. Usifanye maagano pamoja nao, wala pamoja na miungu yao. Wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi, kwa sababu ukiitumikia miungu yao
jambo hili halikosi litakuwa ni tanzi kwako. Unisikilize. Kanisa ni mfano, kanisa la wakati huu la nyakati hizi za mwisho ni mfano wa safari ya wana wa Israeli, ukombozi wa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kuelekea nchi ya Kanaani. Mungu aliwakusudia wana wa Israeli warudi kwenye nchi yao wenyewe, ambako walikuwa wamekusudiwa, wamepandwa kutokea pale mwanzo. Sasa mwanzo wa safari yao ulikuwa vita, lakini hata katika safari yao kulikuwa na vita, lakini pia mbele yao kulikuwa na maadui. Hao wote walikuwa wameandaliwa ili kuhakikisha wanazuia kusudi la Mungu la ukombozi wa wana wa Israeli. Ndivyo ilivyo kwetu leo. Wakati ulipokuwa unaokoka, kulikuwako vita, walikuwako maadui ambao walikuwa wanazuia usiokolewe. Wako waliokuwa wakisonga wakikutisha kwa namna mbalimbali. Kuna namna ambavyo kuna nguvu ya maadui ilikuwa imekuzuia usipate ukombozi. Na ndio maana kati ya mambo magumu duniani ni maamuzi ya kuokoka. Kwa nini kuna ugumu? Kwa sababu mtu anapoamua kuokoka anakuwa ameamua kubadili mfumo wa maisha, na kila mfumo una faida kutegemea yule anayemiliki, yule anayekumiliki. Maisha yetu ya kule upaganini yalikuwa na faida kubwa kwenye ufalme wa giza. Sema amen. Na maisha yetu ndani ya Yesu Kristo, tukiishi sawasawa na mapenzi yake, yanakuwa na faida katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unapookoka unakuwa umehama kutoka kwenye miliki ya ufalme wa giza na kuingia kwenye umiliki ya ufalme wa nuru, yani ufalme wa mwana wa pendo Yesu Kristo wa Nazareti, wenye tumaini la uzima wa milele. Hebu sema amen. Kwa hiyo maamuzi ya kuokoka hayakuwa mepesi kwa kila aliyeko hapa ambaye aliokoka. Utagundua kwamba maamuzi, siku uliyoamua kuokoka si kwamba ndio siku ulikutana na Yesu, si kwamba ndio siku ulisikia sauti ya Mungu, si kwamba ndio siku ulisikia wito wa kuokoka. Kuna namna ambavyo ulikuwa ukisikia, lakini hapo katikati kulikuwa na upinzani, kulikuwa na vizuizi vingi vya kukuzuia usiokoke. Hebu sema amen. Na baada ya kuwa umeokoka, wako maadui wa njiani ambao pia ili ufike Kanaani, kule mahali umekusudiwa na Mungu, lazima upigane nao na uwashinde. Lakini pia wako maadui wa mahali ambapo Mungu amekukusudia ukae. Hao nao ili uwe salama, uishi kwa ushindi, imekupasa upigane nao na uwashinde. Kwa hiyo wewe utambue kabisa kwamba kuna maadui ambao walikuwa hapo kabla hujaokoka, na kuna maadui walio safarini, na kuna maadui wanaokuzuia usifike kwenye hatima ambayo umekusudiwa na Mungu. Hebu sema tena amina kwa jina la Yesu. Sasa kwa kuwa kanisa tumewekwa kwa kusudi la kuokoa, maana yake wako maadui ambao mpaka dakika hii wanazuia watu wasiokolewe. Ni maadui wa nafsi za watu kuokolewa, ni maadui wa nafsi za watu kuponywa, kufunguliwa kutoka katika ufalme wa giza kuingia katika ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo aliye hai. Lakini wewe pia una adui. Ukiwa safarini unatembea, wako maadui wanaosonga ambao nia yao ni kukurudisha nyuma, nia yao ni kukuangusha, nia yao ni kukuzuilia safari isiendelee. Lakini wako maadui ambao wametangulia kule kwenye hatima yako, ambao wao wanataka utakapofika katika ile kusudi lako, kwenye nchi ambayo Bwana amekusudia, usipate kufanikiwa. Hebu sema amen. Tumeona namna ambavyo hapa Mungu anazungumza na wana wa Israeli, anajaribu kuambia utaratibu wa ushindi dhidi ya maadui wote, hasa wa maadui wa njiani na maadui wa kule wanakotaka kwenda. Anawahakikishia kwamba katika mwanzo wa safari yako, ukuondoka peke yako, uliondoka, nimemtuma malaika atangulie mbele yako. Kila mmoja wetu hapa baada ya kumeokoka, yuko malaika ametangulia mbele yako. Lakini anawapa masharti ya kwamba ili huyu malaika aweze kutenda kazi yake timilifu, anasema lazima ujiepushe na mambo ambayo yanaweza yakamtia kasilani. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Yanaweza kusababisha unajisi mbele yake, asione, asiwe na amani, asikae na wewe, asitende kazi timilifu aliyokusudiwa kwa ajili yako, ili uwe salama na upate ushindi mbele ya maisha yako. Hebu sema amen.
Sasa anawaambia hawa kwamba msimtie kasirani, maana yake msitoke katika mapenzi ya Mungu, msitoke mkajichafua, mkajichanganya. Moja ya vitu ambavyo alikuwa anawazuilia ni kuabudu miungu, ni kujiepusha na unajisi wa sanamu, ibada za sanamu na miungu na uchafu wa kila aina, wakiwa wanatembea wako safarini. Sasa ameahidi ahadi nyingi sana hapa. Ikiwa watu hawa watalitii neno hili na kulitembea nalo sawa sawa. Unaona hapa anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ni ajabu sana kanisa, unajua ni kweli vita iko. Vita dhidi ya wokovu wetu ipo kabisa. Na vita ndio inayotuhakikishia thamani ya wokovu wetu. Hakuna chochote kisicho cha thamani ambacho kitakuwa na adui. Hakipo. Kitu chochote cha thamani kina uadui. Kwa hiyo kinachotuhakikishia kwamba tumeupata wokovu wa thamani sana na imetupasa kusimama ni vita tunayokabiliana nayo katika safari yetu ya wokovu. Kwa hiyo kwa msingi wa wito wetu haitupasi kuogopa. Ndio maana msingi kwenye Biblia wote walioitwa na Mungu wamepewa neno usiogope, 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 usiogope. Usiogope, usiogope, usiogope. Lakini si tu kwamba usiogope, Mungu anahakikisha kwamba niko pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe. Yeyote mwenye nia ya Kristo ndani yake, Mungu yuko pamoja na yeye. Ikiwa una nia kweli ya Kristo ndani yako, Mungu yuko pamoja na wewe. Katikati ya vita kubwa na dhoruba inayoinuka dhidi ya maisha yako, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Na ndio maana hauangamii, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu anaahidi kwamba atakuwa pamoja na sisi wakati wote, ikiwa tu tutashikamana na uthabiti wa tumaini la Kristo ndani yetu. Vile ambavyo tutakuwa tayari kuisikia sauti yake na kutembea sawa sana maongozi yake na maelekezo yake na maagizo yake, ndivyo ambavyo udhihirifu wa nguvu, uwezo, mamlaka na utawala na ushindi wa Mungu wetu utaonekana. Hebu sema amen. Kwa hiyo anasema, anatoa tahadhari, kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori. Ina maana malaika huyo atatangulia mbele yako, atatangulia mbele yangu. Nitakwenda naye mpaka kwa Mwamori. Mwamori kwa mujibu wa neno la Mungu kwa wana wa Israeli alikuwa ni adui, hakuwa na nia kabisa ya pamoja na hawa watu. Alikuwa kinyume, kwa sababu yeye alikuwa mwabudu miungu, alikuwa mwabudu sanamu, alikuwa kinyume cha Mungu wa Israeli kabisa. Na ndio maana Mungu anawapa tahadhari kwamba mtakapoingia kule, ili msije mkanajisika, lazima ni waondoe mbele yenu, msije mkanajisika kwa ibada zao na kwa miungu yao. Na ndio maana nataka nikuambie hivi, tukiwa tumeokoka, kuna watu ambao wanaendelea kuabudu miungu yao, wanaendelea kuabudu mizimu yao, wanatambika na kuzindika, wanategemea mizimu yao kufanikiwa, wanategemea miungu yao kufanikiwa, kuwa na maana kadhalika. Sasa sisi kwao tunafanyika kuwa maadui, kwa watajaribu kuinuka ili washindane, wafanye vita. Sasa tahadhari ni kwamba asije kainuka akashinda vita. Akikushinda wewe, ujue utakuwa chini ya miliki yake, utaabudu miungu yao, utaabudu mizimu yao, utatembea. Na ndio maana kuna watu mpaka dakika hii wanadhani wako salama kwenye maisha yao, lakini ni kwa sababu wamekubali kuwa chini ya utawala wa adui, wamekuwa chini ya maadui. Ukiona mtu yeyote anaingia kanisani anasema ameokoka, hana vita mbele yake, ujue tayari adui amekwisha kumseta chini ya nyayo zake, amekuwa mtumwa wake. Na kukuhakikishia ya kwamba yeyote ambaye hataki kuwa chini ya miliki ya adui, lazima vita itainuka. Lakini vita itakapoinuka, ikiwa utakuwa unaisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutenda sasa na Mungu anavyokuongoza, hao maadui wako wote si kitu, watakuwa si kitu mbele yako, na watasetwa chini ya miguu yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo usione ajabu anapoinuka mtu na maneno ya dhihaka na maneno ya hila, chuki na fitina na namna zote.
Hao ni kwa sababu wanashindana. Inaweza ikawa kwa maneno, inaweza ikawa kwa matendo, inaweza ikawa kwa namna yote, ili kukufanya wewe kuwa mtumwa wao, ili uabudu pamoja nao miungu, uabudu pamoja nao mizimu, ili usujudu viumbe vya ulimwengu wa giza pamoja nao. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Na asubuhi ya leo nataka tushughulike na maadui wa kazi ya Mungu, maadui wa kanisa. Utawajua, nitakuelekeza namna utawajuaje. Maadui wako wewe kama mtumishi wa Mungu ambao umepewa jukumu, umewekewa huduma ndani yako ili ulitimize kusudi la Mungu. Lakini maadui wa kanisa kwa ujumla wetu, ambao ili kanisa lifanikiwe lazima maadui wasetwe chini ya nyayo zetu ya kanisa. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Adui wa kwanza, adui wa kwanza, na nitakupa sifa za utendaji kazi wa adui ili umjue vizuri. Haleluya. Kwa sababu adui anaweza kawa ni mzazi wako kabisa, anaweza kawa ni mzazi wako. Adui anaweza kawa ni mke, adui anaweza kawa ni mme, adui anaweza kawa ni kiongozi wako kazini, adui anaweza kawa ni mteja wako, adui anaweza kawa ni mtoto wako, adui anaweza ni kawa kiongozi wa serikali ya mtaa, adui anaweza kawa yeyote, anaweza kawa adui kutegemea na sifa za utendaji kazi wake. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na saa kama kanisa tunaposimama kushughulikia maadui, hatuangalii sura ya mtu wala cheo cha mtu wala rangi ya mtu wala ni ndugu yako, kwamba ni mzazi wako, kwamba ni rafiki yako, kwamba unapata faida katika yeye, ili mradi ni kikwazo cha kusudi la Mungu mbele yako, lazima tumshughulikie kwa jina la Yesu aliye hai. Na yakumbuka maneno aliyosema Bwana Yesu wakati anatuita chini ya hii neema, ya kwamba hii neema haiwezi ikapata heshima na ikafanikiwa katika utendaji kazi isipokuwa Mungu ameshughulika na maadui walio mbele yetu, wanaosimama kama kikwazo, iwe kwa maneno ya vinywa vyao, iwe kwa matendo yao, maadamu sawasawa na neno la Bwana. Anasema hivi, na mtanguliza malaika atakayetangulia mbele yako, na yeyote atakayesimama kuwa kikwazo, Mungu atashughulika pamoja naye. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Adui wa kwanza ni yule anayesema vibaya, anatafsiri vibaya kazi ambayo Mungu ametupa. Adui wa kwanza wa kanisa ni yule anayetafsiri vibaya, anayesema vibaya. Huyo kwa nini ni adui? Kwa sababu Mungu amekusudia kuokoa watu wanaotuzunguka, ambao Mungu ametutuma katikati yao, ametuweka katikati yao. Sisi ndio wajumbe wa ufalme wa Mungu, ndio wa mawakala, ndio mabarozi. Kama ungemuuliza Mungu namna gani anatenda kazi, angekwambia natenda kazi na huyu mwimbaji, na huyu mwombaji, na huyu anayenitumikia, na mtu huyu na huyu na huyu. Wewe ndio mtumishi wake. Kwa hiyo wewe unapopewa sifa mbaya kinyume cha mapenzi ya Mungu, ili usiaminiwe katika jamii ya wale watu ambao wanawapelekea ujumbe, tayari huyu anafanyika ni adui. Na ili adui apate kumjua Mungu, watu wapate kumjua Mungu, ni pale watakapoona adui yako anasetwa chini ya nyayo. Hebu sema amen. Kwa muda mrefu sana hatujatumia maombi ya mamlaka dhidi ya maadui ambao wako kinyume cha kazi ya Mungu, lakini nataka tuweke msingi huu ili tuanze kuwashughulikia mmoja mmoja mpaka watakapoondoka. Ni kweli Biblia inasema kwamba hawataondoka kwa wakati mmoja mbele, kwa sababu wengine ndio tunaokoa moto kwao. Hebu sema amina. Kwa hiyo huyo ambaye mnategemeana kuokoleana moto haweza kaondolewa kwa wepesi, ni mpaka amepatikana mlokole mwingine amekuwa jirani yako, ili badala ya kuokoa moto kwa huyo jirani, uokoe kwa jirani ambaye ameokoka, ambaye mtalitaja jina la Bwana pamoja na wewe. Hebu sema amina. Lakini tutahakikisha huyo adui anasetwa chini ya nyayo, na yule atakayeonekana kuwa ndio wa kwanza kikwazo mbele yako, huyo ndio tunaanza kushughulika naye kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema tena amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo adui wa kanisa ni yule anayesema vibaya ili kanisa lisiaminiwe. Mfano, leo nitasema mifano ya dhahiri ili tukaitende kazi iliyo kamilifu. Sema amina. Amen. Yeyote ambaye kwenye kinywa chake, mtu binadamu, awe ni rafiki yangu, awe ni jirani yangu, awe ni mfanyakazi pamoja nami, awe anajulikana kwa jina la kuwa ameokoka,
Kwa mfano ni mchungaji au ni mwimbaji, ni mwombaji, lakini unajua tunasema Mungu anahukumu. Sema amina. Amen. Mfano kama mtu amesema, mtoe mfano, anasema kwenye kanisa hilo kuna nyoka. Pale Bwana wanaabudu mashetani, kuna nyoka, si ndio? Tayari maneno haya kama ni ya kweli, nyoka yuko kwenye kanisa, maana yake maneno tutakayokwenda kuomba hayatatenda kazi, maana ni ukweli, kanisa kuna nyoka, si ndio? Lakini kama alisema tu na hakuna nyoka, haya maneno lazima yatende kazi kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Narudia tena, lazima haya maneno tunayatuma ili yakatende, yakahukumu kwenye ulimwengu wa roho. Sema amina. Ndio maana maandiko yanasema hivi, kama mvua inyeshavyo kutoka juu mbinguni inadondoka kwenye ardhi, haitarudi bila matokeo, ndivyo lilivyo neno litokalo kinywani mwa Mungu aliye hai. Sema amen. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Mfano kuna watu wengi wamesingiziwa hapa kwamba huyu yuko hivi na hivi ili tu asiaminiwe kama mtumishi wa Mungu. Wengine wamesingiziwa ni wazinzi, wengine wamesingiziwa ni wezi, wengine wamesingiziwa ni wavivu, wengine wamesingiziwa hivi na vile. Umesingiziwa ili usiaminiwe kama mtumishi wa Mungu, kwa kuwa Mungu hana mtumishi mwingine ili isipokuwa wewe uliyeamini, ambaye umekubali kutumwa na Bwana. Kwa wewe ndio sauti ya Mungu, wewe ndio mtumishi wa Mungu. Sasa yule aliyekunenea mabaya ili usiaminiwe, huyo ndiye adui wa Mungu, na huyo ndiye ambaye tunakwenda kutangaza hukumu ulimwengu wa roho ili ajulikane atakayesimama. Hebu sema amina. Semeni amina. Kwa muda mrefu hatujafanya maombi ya namna hii, lakini huu ndio msingi tunataka tuanze. Ina maana yeyote atakayemsema vibaya Tumaini ili asiaminiwe, mimi siwazuii kusema. Hebu sema amina. Siwazuii kusema vibaya juu yangu, nimekubali. Ila akiwa amesema, akifanikiwa kusema akafanikiwa, basi itakuwa ni bahati yake. Lakini yule atakayesema kinyume ili Tumaini asiaminiwe, na Mungu anataka Tumaini aaminiwe ili kwa njia yake wengi waokolewe, sasa anakwenda kuhukumu ulimwengu wa roho. Hebu sema amen. Sikiliza, unasema kwa namna gani? Yeremia, maadui zake wanamwambia hivi, na tumpige Yeremia kwa ndimi. Lengo lake ni nini? Ili kuhani apotoshe, ili kuhani apotoshe hukumu, hukumu kuhani. Ina maana asiaminiwe, ina maana atoke kwenye njia ya Mungu. Maanake aanze kupambana na wanaosema mimi siendi kukaa kikao na mtu, lakini nayo mahakama ambayo inaamua hatima kwa jina la Yesu aliye hai. Sema tena amina kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa yeyote ambaye nilikuwa nashuhudiwa na mtu, na niliwahi kuambiwa mtu mmoja anasema kwamba unajua huyo ni mchawi sana. Sasa yeyote atakayesema ni mchawi, ikiwa Tumaini atakuwa ni mchawi, maneno haya tutakayokwenda kuomba hayatakuwa kazi yoyote. Lakini ikiwa yalisemwa kwa hila na aliyesema tunauagiza upanga, na imeandikwa na araniwe mtu yeyote anayezuia upanga usimwage damu kwa jina la Yesu aliye hai. Na araniwe. Sema amina. Nataka nikwambie usifikirie kazi ya Mungu ni kawaida. Ili watu waweze kuogopa juu ya Mungu wetu, waweze kutetemeka, lazima Mungu tumruhusu afanye jambo ambalo hawa waliokuwa wanategemea miungu yao, mizimu yao, uchawi na uganga wao usiwe kitu kwa jina la Yesu aliye hai. Unasema namna gani? Wakati Elia anafanya kazi kama Mungu alivyomtuma ya kuokoa nafsi za watu, ili ifike mahali watu wapate kuokolewa, ilibidi afanye maamuzi magumu ya kwamba simamisheni, leteni ng'ombe hapo wa sadaka. Miungu bahari, leteni ng'ombe wenu. Mungu wa Israeli, tuone Mungu atakayepokea sadaka, atakayepokea sadaka itakayotolewa. Huyo ndiye Mungu ambaye imetupasa wote tumwabudu. Sema amen. Yalikuwa sio maamuzi ya kawaida. Hii ina maana kutoka kwenye kufunga mvua isinyeshe, yale nayo ilikuwa ni maamuzi, kwa sababu ilibidi ifungwe mvua isinyeshe miaka 3.5 ili wale wanaosema tutakwenda kwa mganga tukatoe sadaka ili alete mvua, tutakwenda milimani, tutakwenda kwenye mito, tutakwenda kwenye mashimo, tutakwenda makaburini, njia panda, tukatoe sadaka ili mvua, waganga wa kienyeji walete mvua. Watakapofanya hayo yote yakabonga mwamba,
ishe, watu wa Mungu wamgeukie Mungu wa Elia, wakijua ndiye mleta mvua, wapate kumheshimu yeye kwa jina la Yesu aliye hai. Haikuwa jambo dogo. Kwa hiyo mpaka anaamua tena kwamba na tutoe sadaka. Hii ina maana ya kwamba lazima Mungu ajulikane. Unisikilize, haikuwa kazi nyepesi kugeuza mamlaka ya mfalme. Enzi za kina Danieli, akina Meshaki, Shadraka, akina Abednego, mpaka wafike mahali ya kumtetemekea Mungu wake na amri kutolewa na mfalme ya kwamba huyu Mungu ndiye Mungu wa kuabudiwa, halikuwa jambo dogo. Ni mpaka pale walipoamua maamuzi magumu, na kila hatima, kila maamuzi lazima yalete matokeo. Ili Mungu wa Shadraka na Abednego na Meshaki aabudiwe, ilibidi watu wauawe. Sema amina. Wale watu wote waliokuwa wamefanya njama juu ya wale watu, ilibidi kwanza wapate madhara, ndipo Mungu wao aheshimiwe. Hata wale waliokuwa wanataka muangamize Danieli, tunaona ili Mungu wa Danieli apate heshima, ilibidi wale waliokuwa wamepanga mipango, njama na mikakati ya kumuua Danieli kwanza wauawe, ndipo Mungu wa Danieli apate heshima, wote wapate kumwogopa yeye na kusujudu kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili Mungu atumaini apate kuheshimiwa katika mji wa Nemba, ni lazima watu watambike, wazindike, waroge, lakini iwe si kitu. Alafu Mungu wa Israeli, Mungu ambaye mtumaini na mabudu, apate kujulikana. Sema amina. Niwaambie, ili nafsi ya mtu iokolewe sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Na ndio maana ili wewe uokoke, upate uokovu, ilimpasa Yesu afe, ateswe, asulubiwe, aangaike, adhiakiwe, atemewe mate, ili wewe uokolewe. Hebu sema amina. Kwa hiyo usifikiri ni rahisi. Na kwa nini watu wanadhiaki? Kwa sababu wanataka miungu yao ndio ipate heshima. Na unisikilize, kama una jirani yako ambaye anaabudu miungu, anaabudu mizimu, ndiyo inayomfanikisha kazi zake, ndiyo inayompa chuma ulete, ndiyo inayomlinda, ndiyo inayomwezesha kwenye shughuli zake, ujue wewe una hasara kubwa, kwa sababu hiyo mizimu, hayo mashetani, hayo majini na mapepo hayana mtu mwingine isipokuwa wewe. Kwa hiyo wewe ndio utakayekuwa unatoa faida kwa huyu mtu anayeabudu miungu na mizimu na mashetani kuyatumikia. Wewe ndio utakuwa chambo, utakuwa unapa faida. Unakuwa unafanya kazi zako, anakula zile pesa kwa kusababisha magonjwa, anatuma chuma ulete. Unafanya biashara, anaiba, mashetani anakuja anaiba, yanamfanikisha huyu, anastawi, wewe unanyong'onyea, na hakuna jambo linakela. Pale unaposhindwa, alafu adui yako anasimama kudhihaki ya kwamba ni kwa sababu ya Mungu wako hujafanikiwa. Biblia yangu inasema mjue sana Mungu, uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Kwa hiyo lazima tufike mahali ya kufanya maamuzi ya kwamba yeyote anayemsema vibaya Mungu, mfano, hebu sema amina. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Leo nasema vitu ambavyo ulikuwa hujawahi kuvisikia. Haleluya. Haleluya. Mfano, mwanaume yeyote au mwanamke yeyote au mzazi yeyote ambaye amesimama kiambaza kwa mtu yeyote aliyeamua kumwabudu Mungu wa kweli, alafu yeye amesimama kama kiambaza wakati anatumia pumzi ya Mungu, anatumia afya ya Mungu, anatumia nguvu za Mungu, anatumia kila kitu cha Mungu, alafu amesimama kiambaza. Biblia inasema hivi, hapana mtu atakayesimama mbele. Wale wote watakaosimama mbele kwa kizuizi lazima wapitiwe na gharika katika jina la Yesu aliye hai. Lazima wapitie na gharika katika jina la Yesu. Sikiliza Mungu anavyotenda kazi. Anapoanza kufanya kazi, hapahitaji kumhurumia mtu, kwa sababu kuna mambo yatatokea. Yule aliyekuwa anategemea waganga wa kienyeji atajaribu kwenda kwa waganga wa kienyeji, atajaribu kwenda kutambika, atajaribu kwenda kuzindika, atazindika na kutambika, lakini mazindiko, matambiko na ibada za miungu na mizimu hazitafanikiwa, ili aje arudi amtafute Mungu wa Israeli. Sema amina.